jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Wanawake tunaweza, tunaweza. Karibu sana mtazamaji wa TBC1 hii leo kwenye kipindi maalum sana ambacho tunazungumzia siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa kila inapofika tarehe 8 mwezi wa 3. Hapa mambo mbalimbali yanayomhusu mwanamke hujadiliwa, lakini pia suluhu mbalimbali huwa zinatolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwanamke anazidi kupiga hatua katika nyanja zote za uzalishaji mali. Tunazungumzia kijamii, kisiasa, kiuchumi na hata katika mambo mbalimbali ambayo mwanamke inaonekana amebaki nyuma katika jamii inayomzunguka. Kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba anakuwa sehemu ya uzalishaji mali bila kuachwa nyuma. Hii leo tunaangazia swala zima la matumizi ya nishati safi, lakini pia na matumizi ya nishati sio safi na athari zake katika jamii ya mwanamke ambaye ndiye kwa Afrika mwanamke ndiye mtumiaji mkubwa wa nishati katika matumizi mbalimbali ikiwemo kupikia, lakini pia wakati mwingine hata katika biashara. Tunafahamu kuna biashara za mkaa, biashara za kuni. Zote hizi kwa asilimia kubwa mwanamke amekuwa akishiriki, lakini je, zina athari gani katika afya yake za moja kwa moja? Hili leo tunaliangazia, lakini pia tukiangazia mkakati wa matumizi ya nishati safi wa serikali ambao ulianza mwaka 2024 na unatarajiwa kutamatika mwaka 2034 ambao malengo yake makuu ni kuhakikisha kwamba 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia majumbani na katika sehemu zinazohudumia watu zaidi ya 100 ikiwemo shule, lakini pia na taasisi mbalimbali ambazo watu wanazidi watu 100 kama ambavyo inaelekeza. Na wadau wakubwa ni Wizara ya Nishati pamoja na wadau mbalimbali, sekta binafsi na sekta za umma, ili kila taasisi au kila mmoja aweze kutumia nishati safi. Niko na Amelia Alfred, yeye ni mtaalamu wa afya ya mazingira, lakini pia ni mhadhiri msaidizi Chuo Kikuu cha Afya Shirikishi, Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili ama MUHAS, tukizungumzia hilo jambo hii leo. Amelia, karibu sana. Asante. Habari za majukumu? Nzuri kabisa. Siku ya wanawake, kwako wewe unapopata au unaposikia siku ya wanawake, picha gani wewe inakuja wewe mwenyewe kuhusiana na hii siku ukiwa ni sehemu ya wanawake katika jamii? Kwanza kabisa, siku ya wanawake ni siku ambayo kila aliyezaliwa mwanamke anatambua kwamba jamii na dunia nzima zinatambua shughuli za mwanamke katika kuikuza jamii, kiuchumi na kwa mambo mengi mbalimbali. Kwa hiyo ni siku ambayo mwanamke yoyote anajisikia furaha, anajisikia kuthaminiwa na kutambuliwa. Karibu sana, naitwa Tobias Masal na huyo ndiye mgeni wangu ambaye tuko naye hii leo tukizungumzia hilo. Amelia, tunaangazia swala zima la matumizi ya nishati safi ya kupikia katika jamii yetu. Na kwa mujibu wa takwimu hapa inaonyesha hadi Septemba 2025, Katibu Mkuu Wizara ya Nishati Mhandisi Felchesmi Mramba alisema kwamba kwa sasa tumefikia, yani kwa mwaka jana hiyo 2025, tumefikia 20.3 kutoka 6.9 ya mwaka 2021 katika masuala mazima ya matumizi ya nishati safi ya kupikia majumbani na sehemu zingine za uzalishaji. Kwa namna ilivyo, tuanze kwa kutambua ni nishati zipi safi ambazo ndizo zinazotakiwa kwa matumizi ya nyumbani. Asante. Kwanza nipende kushukuru kwa kunialika katika kipindi hiki, na leo ningependa kuzungumzia zaidi suala la nishati safi na nishati chafu. Kwa masuala mapana ya kisayansi, zipo aina mbalimbali za nishati. Kuna nishati ambazo zinazalishwa kutokana na maji, lakini pia kuna nishati ambazo zinazalishwa kutokana na jua, kuna nishati ambazo zinazalishwa kutokana na upepo, lakini pia kuna biogas, na wanasayansi wameenda mbali zaidi, wameweza kutambua aina nyingine ya nishati ambayo inatokana na hydrogen. Kwa hiyo hizo ni aina ya nishati ambazo zimekuwa zimegawanywa katika kundi la nishati safi. Lakini kwa nini zimeitwa nishati safi? Hizi ni nishati ambazo matumizi yake hutoa moshi kidogo au hazitoi kabisa na hazina athari kwenye afya ya mwanadamu.
Lakini tukizungumzia nishati chafu ni zile nishati ambazo wakati wa matumizi yake zinatengeneza moshi ambao huu moshi una kemikali ndani yake, na hii kemikali iliyoko ndani ya huo moshi ndio husababisha matatizo mbalimbali ama huleta athari kwenye afya za binadamu na watumiaji wote wa nishati hizo. Kwa hiyo nishati hizi zina madhara ya aina mbalimbali. Kwa nishati safi yenyewe haina madhara yoyote kwa afya ya binadamu, kwa sababu efekti yake hata ikizalisha moto kidogo unakuta moshi kidogo unakuta hauna changamoto yoyote kwa afya ya binadamu. Lakini tukija kwenye nishati chafu, huo moshi unaodhalishwa kunakuwa na chembe chembe ndogo ambazo zinaathiri afya ya binadamu. Takwimu zinaonyesha kwamba kaya ambazo zinatumia nishati chafu kama vile kuni, mkaa, lakini pia mabaki ya mazao, lakini pia mafuta ya gesi, mafuta ya gesi, ni kaya ambazo wanawake na watoto wamekuwa wakipitia mfumo ama changamoto katika mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo ni nishati ambayo ina madhara makubwa kwa wanawake na watoto. Takwimu pia zinaonyesha kwamba kwa mwaka kwa mujibu wa Wizara ya Nishati, takriban Watanzania 33,000 hupoteza maisha kila mwaka na kutokana na magonjwa ya mfumo wa kupumua ambayo kwa kiasi kikubwa huchangiwa na uvutaji wa moshi unatokana na matumizi ya nishati isiyo safi ikiwemo kuni na mkaa. Watu 33,000 ni wengi kila mwaka kabisa, kwa mujibu wa hizi takwimu za Wizara ya Nishati. Sasa kwa namna ilivyo na namna tunavyokwenda mpaka sasa ni mwaka jana takwimu zinaonyesha tulikuwa tumefikia 20% ya matumizi ya nishati safi, na mkakati ni kufikia 80% ya Watanzania wote 2030 wawe wanatumia nishati safi. Kama ndivyo hivi, wewe ni mtaalamu wa haya mambo, mnapita katika jamii, mnazungumza na watu, lakini pia mnafundisha wanafunzi ambao wengine wametumia nishati hii toka utotoni, na wewe pia nadhani kama umewahi kupita huko, umewahi kutumia. Tunafika au tunatoka vipi kuhakikisha kwamba jamii inatumia nishati safi ya kila siku? Kwanza kabisa tungependa kutambua ni changamoto gani ambazo mpaka sasa tuna 20 nukta ngapi uliohitaji kwamba 3 hapa ya ambayo jamii inatumia nishati safi. Kuna changamoto mbalimbali ambazo jamii inapitia ili kuweza kuadapt nishati safi. Mojawapo ni gharama kubwa kwenye nishati mbadala hizi ambazo tunazungumzia, kama matumizi ya umeme kwenye swala zima la kupikia, lakini pia gesi ya kupikia. Ni vitu ambavyo vina gharama kubwa, kwa hiyo inamfanya mtumiaji aweze kutumia kile kitu ambacho kinapatikana kwa gharama kidogo. Lakini pia upatikanaji wa hizi nishati safi, kuna maeneo mengi hasa maeneo ya vijijini na maeneo mengine ya maeneo ya mijini bado hawana nishati safi. Kwa hiyo hii inakuwa ni changamoto kwao kuadapti hii nishati safi kwa sababu haipatikani kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa changamoto hizo ili kuweza kutekeleza mkakati ambao unalenga kufikia mwaka 2034 jamii 80% ya jamii iweze kutumia nishati safi, basi kuna mambo ambayo yanatakiwa kufanyika. Moja ya mambo ambayo yanatakiwa kufanyika tayari serikali imeshakwisha kufanya kwa kuainisha baadhi ya maeneo ambayo yana potential ya nishati safi. Tuna bahati sana kwa kuwa Tanzania ni eneo ambalo lina potential kubwa ya nishati safi. Tuna nishati ya maji inayozalishwa kutokana na maji, nishati inayozalishwa kutokana na upepo kama nilivyotaja mwanzo. Hizo zote ni aina za nishati ambazo Tanzania tumebarikiwa kuwa nayo. Lakini changamoto iliyopo ni uvunaji wa hiyo nishati bado ni mdogo. Kwa mfano nikizungumzia nishati inayotokana na maji, Tanzania ina potential ya kupata megawatt 4,700. Tukichukua mabwawa yetu yote tulionayo, tuna uwezo wa kuvuna umeme wa megawatt 4,700. Lakini mpaka sasa kiwango ambacho tulichonacho ni tulichofanikiwa kuvuna ni megawatt 837 hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona changamoto tulionayo. Resources tunazo lakini bado haijawafikia watumiaji.
Kwa mkakati huu ambao umeainisha maeneo ambayo ni potential kwa ajili ya kuvuna hizi nishati safi umetoa direction ya kwamba wawekezaji na wadau wengine wa maendeleo wakitaka kuwezesha shughuli za matumizi ya nishati safi waweze kuanzia sehemu gani. Hiyo ni moja. Lakini pia serikali imekuwa ikijihusisha na uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi, sio uhamasishaji tu, lakini pia na kuvuta wawekezaji kwa ajili ya uwekezaji wa nishati safi. Kwa mfano tuna REA. REA ni mdau ambaye amejikita zaidi kwenye kusambaza umeme maeneo ya vijijini. Lakini pia tuna matumizi ya sola kwa ajili ya kupata mwanga majumbani. Zamani tulikuwa tukitumia taa na mafuta ya taa kuweza kumulika mwanga ndani ya nyumba, lakini tuna bahati kwa sasa hivi hata maeneo ya vijijini wameweza kufikiwa na hizi sola, wanazitumia majumbani na wanapata mwanga kwa kutumia nishati safi. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinaweza kufanyika ili kufikia mwaka 2034 familia nyingi ama kaya nyingi ndani ya nchi ya Tanzania inaweza kuwa imeadapti. Moja kabisa ya mikakati ambayo inaweza kuendelewa kufanywa ni kupunguza kodi. Kwa mfano kuna majiko ya gesi yanauzwa, kuna mitungi ya gesi inauzwa, lakini changamoto yake ni kwamba ziko kwenye gharama kubwa. Lakini kama ikitokea zimepunguzwa, majiko ya gesi yakauzwa kwa gharama nafuu na mitungi ya gesi ikauzwa kwa gharama nafuu, basi itasaidia kila mtumiaji, kila mhitaji wa kutumia nishati kwa ajili ya kupikia ataitumia. Lakini pia ruzuku zikitolewa kwa watu wenye teknolojia ya kutengenezea nishati safi, basi itasaidia kikamilifu kuifikia 80% ya wananchi wote waweze kupata nishati safi. Amelia, tumekuwa tukitumia nishati ya isiyo safi ama isiyo salama katika swala zima la mapishi, na wengi wamekuwa nayo muda mrefu. Naamini hata wewe pia huenda umepita huko kama sikosei, kwenye matumizi ya kuni, mkaa na mpaka sasa tuko 20%. Kuna watu ambao umri umeenda wametumia hizo nani. Haya madhara yanayotokana na matumizi ya nishati isiyo salama yanachukua muda gani kwanza kutambua sasa kwamba huyu ni mwathirika katika swala zima la matumizi ya nishati isiyo salama? Asante. Na hilo limekuwa ni swali ambalo ukienda katika uhamasishaji mtu atakuuliza, mimi nimezaliwa miaka ya huko, nimekuwa nikitumia kuni, mkaa, lakini sijawahi kupata madhara yoyote. Unaniambia leo niweze kubadilisha kutumia majiko ya gesi? Usasa huu sisi hatuwezi. Kuna mambo pia ya kiimani huko. Hiyo ni changamoto mila ambayo, na desturi na mazoea. Hiyo ni changamoto ambayo ipo. Lakini tunatakiwa kutambua kwamba athari za nishati chafu zipo za aina mbili. Kuna athari za muda mfupi na kuna athari za muda mrefu. Athari za muda mfupi zinahusisha kwa mfano macho kuvimba, unalia kama vile umepigwa, lakini ni moshi huo unakuathiri. Lakini pia kuna watu wanaenda mbali wanapata shida ya pumu. Kama ukiniruhusu niweze kuelezea ama kushirikisha mimi kama mhanga wa matumizi ya kuni na athari ambazo niweza kuziona. Ukaelezea kwa mfano halisi. Asante. Nikiwa mdogo kama watoto wengine kwenye kaya za Tanzania, nimekulia katika mazingira ambayo kuni ilikuwa ni nishati ambayo tunaitumia kupikia na kidogo tulikuwa tunatumia mkaa. Wakati wote ambao nilikuwa jikoni nikipika mwenyewe ama nikimsaidia mama katika shughuli za hapa na pale jikoni, nilikuwa nikipatwa na changamoto kubwa sana ya macho kuvimba. Yaani mtu akiniona ananiona nimevimba kama nilikuwa nalia, lakini ule ulikuwa ni moshi. Lakini pia unalia kama nilivyosema, unajikuta unalia, kichwa kinakuuma. Kwa hiyo ni athari ambazo niliweza kuzigundua kwamba matumizi ya nishati chafu yanasababisha athari za muda mfupi ambazo wengi huchukulia ni kawaida, haoni kama hiyo ni changamoto. Lakini mpaka sasa ninavyoongea kama mtaalamu wa afya ya mazingira, ninatambua kuna akina mama na watoto ambao wanapitia hali hii ambayo nimeizungumzia. Kwa hiyo kuna athari hizo ambazo nimezitaja ni za muda mfupi, lakini pia kuna athari za muda mrefu. Tafiti zimeainisha kwamba athari za muda mrefu zinazotokana na utumiaji wa nishati chafu ni kama kuwa na saratani ya mapafu.
Wapo watu ambao wana saratani ya mapafu na pengine wanajiuliza, mbona hatujawahi kuwa na mtu yoyote ambaye ana historia ya kuwa na saratani au magonjwa ya moyo, au mwanamke anajifungua mtoto ana uzito mdogo au anapata miscarriage, mimba kuharibika. Lakini pia kuna mtu kujifungua kabla ya umri wa mimba. Ni changamoto ambazo zimeainishwa kusababishwa na nishati chafu. Watu wanaweza wasizione moja kwa moja kwamba lakini hizi zinatokea baada ya muda mrefu. Inaweza ikatokea baada ya miaka 10 mbele, 20, hata 30. Ni athari ambazo zinatokea kwa muda mrefu ambazo wewe huwezi kugundua kwamba kumbe ule moshi ama kuni niliyoitumia kipindi hicho imeniathiri sasa hivi. Huwezi kukumbuka, lakini ni vitu ambavyo tumekuwa tukipitia na jamii wanapitia hivi vitu, lakini hawatambui kama mazoea ama vitu wanavyovifanya sasa hivi vinaathiri mifumo yao ya maisha na afya kwa ujumla kwa baadaye. Asante sana Amelia. Na kabla tujaendelea, mtazamaji, tunaangazia siku ya wanawake, lakini pia tukiangazia swala zima la matumizi ya nishati safi ya kupikia majumbani ama sehemu za kazi ambazo zinazidi zaidi ya watu 100. Na kwa mujibu wa Wizara ya Nishati, hadi kufikia mwezi Februari 3 mwaka huu 2026, mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia Nolasco Mlei alisema kwamba mpaka sasa kuna taasisi 1136 kati ya taasisi 30 zinazozalisha watu zaidi ya 100 zimehamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Yaani taasisi ambazo ni 30 kati yake 1136 zimeanza kutumia nishati safi ya kupikia mpaka kufikia Februari mwaka huu 2026. Kwa bado safari tunayo mpaka 2034 80% tuwe tumehamia kwenye nishati safi ya kupikia katika taasisi za watu zaidi ya 100, lakini pia katika familia zetu tunazoishi. Na tumezungumza pia na Mariana Kimati. Yeye ni mpishi wa shule ya sekondari ya St. Max ambao wao wanapika, lakini kwa sasa wanatumia nishati safi ya kupikia. Hapo awali alikuwa akitumia nishati isiyo safi, yani kuni na mkaa. Naye anatupa uzoefu wake kuhusiana na matumizi haya ya nishati safi na matumizi ya nishati isiyo safi katika shughuli zake za upishi. Uzoefu, kabla hatujapata hizi nishati safi, tulikuwa tunatumia kuni. Kwanza tulikuwa tunachukua muda mrefu kuivisha chakula. Pili, watoto walikuwa hawali kwa wakati, na pia tulikuwa tunapata changamoto ya mafua, moshi unakuwa mkali. Kwa hiyo kazi ilikuwa ngumu sana. Baada ya kupata hii changamoto safi, sasa tunaivisha kwa wakati. Nishati safi tunaivisha kwa wakati, hatuchafuki. Hakuna hizo changamoto tena za kuugua labda kifua, mafua, na watoto wanakula kwa wakati. Ukipika kwenye hii nishati safi, chakula kinakuwa hakina harufu ya moshi. Lakini ukipika kwenye kuni, chakula kinakuwa na harufu ya moshi. Na ladha nayo tofauti, kwa sababu kile kinakuwa na harufu ya moshi na hii kwenye nishati safi kinakuwa hakina harufu ya moshi. Na washauri wanawake wenzangu watumie nishati safi, kwa sababu kwanza ni rahisi kutumia, na pia haina changamoto nyingi, na pia unakula kwa wakati. Shukrani sana Mariana Kimati. Huyu ni mpishi kutoka shule ya sekondari ya St. Max ambao kwa sasa wanatumia nishati safi ya kupikia, ikiwa ni uzoefu wa kutumia nishati isiyo safi na hii iliyo safi. Amelia, nikirudi kwako kutokana na haya tunayozungumza, yeye amesema kwamba wakati mwingine chakula pia kwa sasa kinawahi kuiva ukitumia nishati ya kupikia, nishati safi ya kupikia. Ni tofauti na ilivyokuwa kwa kutumia nishati isiyo safi ya kupikia. Hivi kuna ukweli kwamba ukipikia nishati safi chakula kinaiva mapema, ingawa pia kuna mtazamo wa kukosa ladha? Likoje hili kwamba chakula kilichopikwa kwenye nishati safi ya kupikia hakina ladha tofauti na kile kilichopikwa kwenye nishati ya kuni na mkaa katika jamii?
Asante. Kwanza kabisa nikiwa kama mwanamke ambaye ninajihusisha katika shughuli za jikoni, ninatambua ya kuwa matumizi ya nishati safi kama gesi yanaivisha chakula mapema. Hiyo ni kweli. Lakini nikija kwenye perception nyingine ya watu kwamba chakula kina ladha. Niseme kwamba ni mazoea ya watu wamekuwa wakizoea kutumia kuni, kwa hiyo ile transition ya yeye kubadilika na kuadapti approach mpya ambayo ni matumizi ya nishati safi inampa changamoto, hali ya kupelekea yeye kudhani kwamba chakula kilichopikiwa kwenye kuni kina ladha tofauti na kile ambacho kimetokiwa kwenye nishati safi. Mimi kama mwanamke ambaye nina uzoefu, ninaona ni sawa. Hakuna changamoto yoyote, ni mitazamo mbalimbali ya watu kwa jinsi wanavyoona. Swala la ushiriki wa wanaume katika swala zima la matumizi ya nishati safi ya kupikia majumbani, kwa asilimia kubwa inaonyesha wanawake ndio wanaotumia zaidi nishati katika shughuli zao za kila siku. Na kwa mila na desturi, mpishi mkuu katika familia ni mwanamke. Wanaume wamekuwa wakishiriki vipi kuhakikisha kwamba inawezekana wao hawapiki lakini wanawezesha upatikanaji wa hizi nishati? Kwanza kabisa kwa jamii yetu ya Kitanzania na nchi zozote ambazo zile zinazoendelea, kama ulivyosema kwamba jukumu la mwanamke katika jamii limekuwa ni kusimamia ama kutekeleza majukumu ya familia, mojawapo ikiwa ni kupika chakula. Kwa hiyo mwanamke amekuwa ni mtu anayeathirika moja kwa moja na matumizi ya nishati chafu kwa sababu muda mwingi anashinda jikoni. Lakini si mwanamke tu, na watoto wamekuwa wakiathirika na nishati chafu kwa sababu anapokuwepo mama jikoni, basi na yeye huambatana naye jikoni huku akisaidia shughuli za hapa na hapa. Watoto jinsia ya kike pia wanaathirika kwa kiwango kikubwa. Lakini jukumu la wakina baba katika kutekeleza mpango mkakati wa matumizi ya nishati, wao mara nyingi hujikita zaidi katika kuleta chakula. Wao watahakikisha kwamba familia ina chakula cha kutosha, lakini mara nyingi wanasahau kwamba matumizi ya nishati pia ni jukumu lao. Kwa hiyo maeneo mengi ya vijijini hiyo imekuwa ni changamoto kwa sababu wanaume hawajihusishi sana na masuala ya nishati. Mwanamke utahakikisha unaenda kutafuta kuni, ujue utazipata maeneo gani, mkaa utaupata sehemu gani, lakini kidogo maeneo ya mjini watu wameadvance, mwanaume anajua tunahitaji kutumia gesi kwa sababu na namna pia ya nyumba ambavyo zimejengwa inachangia wao moja kwa moja kushiriki kwa sababu mwanamke amependekeza. Mwanamke kutokana na majukumu alionayo, yeye ndo mwanzilishi ama kiongozi wa kupendekeza tufanye nini. Kwa hivyo inapelekea kama mwanamke akileta mada mezani, tunahitaji kutumia aina fulani ya nishati, basi mwanaume naye atasapoti pendekezo hilo. Kwa hiyo mwanamke ana mchango mkubwa kuhakikisha mabadiliko kutoka katika nishati chafu kutumia nishati safi. Lakini pia mtazamaji, katika mjadala huu tumeungana naye Teresia Kansapa. Yeye ni afisa mazingira na mratibu wa nishati safi ya kupikia manispaa ya Ubungo, naye akielezea mikakati ambayo amekuwa akiifanya katika manispaa hiyo kuhakikisha kwamba wananchi wa manispaa hiyo wanatumia nishati safi ya kupikia majumbani na kwenye sehemu ambazo zina watu zaidi ya 100. Na huyu hapa ni Teresia Kansapa, afisa mazingira manispaa ambaye pia ni mratibu wa nishati safi ya kupikia manispaa ya Ubungo. Kwa kweli hali inaendelea kuwa nzuri. Elimu inaendelea kutolewa kwa wananchi wote kwa kata zote 14, kuwaelimisha na sana kuwaelimisha kuhusu matumizi ya nishati safi, kuhama kutoka kwenye nishati chafu kuelekea kwenye nishati safi kwa kutumia aina mbalimbali ya nishati safi. Mmoja wapo ni mkaa mbadala ambao huo ni affordable, kila mtu anaweza kutumia. Vile vile matumizi ya gesi, matumizi ya umeme na kadhalika. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa, tunamshukuru Mungu kwa sababu watu wanaitikia vizuri. Ndio mpaka sasa tuna vikundi mbalimbali ambavyo vinatengeneza mkaa mbadala. Kuna watu binafsi na vikundi wanatengeneza mkaa mbadala, na kuna vikundi mbalimbali vya wanawake ambao wamejiorganize
kwa ajili ya kuuza nishati safi, vile vile kukopeshana nishati safi. Mfano mtu anaweza kawa ameishiwa gesi, lakini wanacheza ile tunaita kama vikoba, anakuwa na so vikoba in search, lakini wanakuwa wanakusanya, unaweza ukawa na 1000 unapeleka 2000, ikitimia ile hela yako then unaenda unachukua gesi yako. Ila gesi yako ilikuwa imeisha, unaenda kuchukua au mkaa mbadala. Kwa hivyo vikundi vipo na tunavyo manispaa ya Ubungo. Ni uwekezaji, wanawekeza kidogo kidogo ili kuhakikisha kila mtu anatumia nishati safi. Kwa kweli napo uitikio ni mkubwa. Tunatembelea katika ukaguzi wetu wa mara kwa mara, tunatafuta zile kanzidata, kutengeneza kanzidata kuhakikisha kwamba zile taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100 wanatumia nishati safi. Kwa katika ukaguzi wetu wa mara kwa mara tunawatembelea na kuendelea kuwapa elimu anayo, lakini tunaendelea kuwakumbusha na kuhamasisha zaidi watumie nishati safi. Kuna baadhi ya shule, mfano shule ya sekondari ni mfano wetu mkubwa hapo Dar es Salaam Girls Kwembe, wanatumia nishati safi aina ya gesi. Ni mtungi mkubwa ambao umefanya installation nje na majiko yake ya kisasa kabisa. Kwa kweli ni mfano mmoja wa kuigwa sana. Na shule zetu nyingine wanatumia, baadhi ya shule wanatumia nishati ya mkaa mbadala. Upo wanatumia, wenyewe watumii gesi, wameamua kutumia mkaa mbadala na wanatumia, na wanasema hamna changamoto yoyote. Wanahamasisha na shule nyingine ige mfano, waweze kwenda pale kujifunza zaidi, wasiogope kwamba itakuwa na gharama kubwa. Hapana, ni nzuri afu na ni nafuu na rafiki wa mazingira. Kwa kweli wanaume wanapambana kuhakikisha wake zao au mama zao wanatumia nishati safi ili kuepukana na yale athari mbalimbali ya kiafya kama hewa chafu inayotokana na mkaa, wanaachana nayo au haiwakuti. Kwa hiyo wanajitahidi, wanunulia wake zao gesi, hata gesi zikiwa zimeisha, wanasikia kwamba mume wangu amenunulia gesi, mtungi wa gesi au mkaa. Hivyo kwa kweli wanachangia kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba matumizi ya mkaa mbadala, matumizi ya nishati safi inakuwa kwa kiasi kikubwa katika jamii yetu. Madhara ya kutumia nishati chafu kwa wanawake sana sana waathiri sana kifua. Ule moshi unavyoingia ndani kifua, vile vile muonekano wa sura kidogo ni tofauti na ukitumia nishati safi. Sana sana upande wa afya, mapafu, kifua ni vitu ambavyo wanakutana nazo sana kutumia nishati chafu. Inazeesha. Ukiangalia mtu anayetumia kuni na mtu anayetumia gesi au mkaa mwingine ambao hauchafui mazingira, kwa kweli ni watu wawili tofauti. Huyu unaweza ukahisi kama amezeeka, kumbe ni ile nishati chafu ambayo anaitumia ambayo inakuwa inamwathiri kwenye mwili wake, kwenye ngozi, kwenye mwili wake ndani, mapafu na afya yake kwa ujumla. Katika kusherehekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, naendelea kuwahamasisha wahame kwenye matumizi ya nishati chafu, wahamie kwenye nishati safi, kwa sababu hiyo ni rafiki kwa afya zetu na mazingira kwa ujumla. Vile vile katika kipindi hiki cha kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, tutakuwa tumeisaidia nchi na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo tuhame kutoka kwenye matumizi ya nishati safi chafu kwenda kwenye matumizi ya nishati safi. Tutakuwa tumeokoa jamii na mazingira kwa ujumla, tutakuwa tumeokoa. Shukrani sana Teresia Kansapa ambaye ni afisa mazingira na mratibu wa nishati safi ya kupikia manispaa ya Ubungo, akitupa uzoefu wake na harakati ambazo wanazifanya kuhakikisha kwamba Watanzania kufikia 2034 kila kaya ama kila nyumba, lakini pia taasisi zinazozidi watu 100 zinatumia nishati safi ya kupikia katika sehemu zao za kazi pamoja na majumbani kwa zile familia moja. Amelia, tukiwa tunaelekea ukingoni, kuna mengi ambayo yanasemwa kuhusu nishati safi na nishati isiyo safi ya kupikia. Uzoefu unaonyesha kwamba mabadiliko ya kuhama yanachukua muda mrefu sana. Nini wadau wa nishati safi pamoja na serikali
wafanye ili kuhakikisha kwamba hili jambo linafikiwa kwa wakati na 80% 2030 iwe imefikiwa? Asante. Ni kweli transition ya watu kutoka kwenye nishati chafu kuelekea kwenye nishati safi inaweza ikachukua muda, kwa sababu pia ya perception watu walizonazo kama tulivyozungumza hapo awali. Ladha ya chakula inabadilika, lakini pia kama tulivyosema gharama ya nishati safi kwa sasa ina gharama kubwa sana ukilinganisha na nishati ambayo anaipata kwa uharaka. Kwa hiyo kama mtaalamu wa afya ya mazingira, ili kuweza kufanikisha kwamba nishati hii safi inakuwa inafikiwa wananchi wote wa vijijini na hata maeneo ya mijini, basi serikali haina budi kuhakikisha nishati hii inapatikana kwa bei rahisi na inakuwepo maeneo yote. Kama ikiwepo, basi tutahakikisha kwamba tunamempower mwanamke, kwa sababu katika familia mwanamke ni nguzo ya familia, lakini pia katika jamii mwanamke ni nguzo ya jamii. Tukimempower mwanamke ana uwezo wa kubadilisha haya yote, kwa sababu wao ndo watumiaji wenyewe. Kwa hiyo jambo ambalo linahitajika hapa ili kubadilisha mitazamo, tunahitaji kumempower mwanamke katika ngazi ya kaya. Tukishamempower mwanamke, basi ataempower jamii nzima na mabadiliko yataanza hapo. Kwa tunapoadhimisha siku ya mwanamke duniani, kikubwa ni mwanamke awezeshwe kuhakikisha kwamba yeye ndo anakuwa mshiriki namba moja kwenye kubadilisha mitazamo katika matumizi ya nishati safi majumbani na katika sehemu mbalimbali. Ndiyo, lakini pia kupitia elimu ya wao kutambua kwamba uchaguzi wa nishati wanazozitumia zina athari gani kwenye maisha yao kiujumla na kwa ustawi wa jamii, itawawezesha wao kutambua kwamba ni mkakati gani ama ni njia gani tutumie kuweza kuepukana na hizi nishati chafu. Kwa kikubwa pia ushirikishwaji bila shaka. Mtazamaji, mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024-2030 ambao una tamko la kwamba kila Mtanzania atumie nishati safi ya kupikia ili kulinda afya, mazingira na kuboresha maisha. Lakini pia malengo makuu ya mkakati huo ni kuhakikisha kuwa 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Na dhima kuu ya mkakati huo ni kuhakikisha kwamba upatikanaji wa nishati safi ya kupikia iliyo nafuu, endelevu, salama na rahisi kutumika katika mazingira ambayo tunaishi, tunakata miti. Na wewe umekuwa shuhuda, umeshuhudia mwenyewe kwamba wakati ukiwa mdogo huko ulishiriki sana kukata miti kwa ajili ya chakula, si ndio? Kabisa. Na kwa mujibu wa takwimu hapa zinaonyesha kwamba kwa mujibu wa aliyekuwa makamu wa rais Dr. Philipo Mpango mwaka 2024 alisema kwamba Tanzania hupoteza hekta kwa mwaka 2023 ilikuwa imepoteza hekta 439,420 za miti kwa ajili ya shughuli mbalimbali za nishati ya kupikia ikiwemo kuni na mkaa, ambao ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na hekta 372,816 kwa mwaka 2019. Na sasa 2024 mkakati pia ukaanza. Unaona kwamba tunaacha kutumia kuni na kukata miti huko baadaye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kulingana na mkakati huu ambao umewekwa. Mkakati umeeleza kuwa lengo la mkakati huo ni kuhakikisha kila mwanakaya anapata nishati safi. Na kama kaya zikiwezeshwa kuwa na nishati safi, basi hatutakuwa na ukataji wa miti. Kama tulivyosema awali kwamba 80% ya kaya nchini Tanzania wanatumia kuni na mkaa. Unaweza ukaniambia Tanzania ina watu zaidi ya milioni 60. 80% ya watu hao wanatumia kuni na mkaa. Kwa hiyo ni dhahiri kuwa ukataji wa miti ni changamoto kubwa na hii ina athari kwa mazingira. Tumekuwa tukisikia mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia matumizi haya nishati hii yanachangia kwa kiwango kikubwa kuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kama mikakati hii itazingatiwa na itakuwa implemented kama ilivyopangwa, basi tutapunguza kiwango kikubwa cha miti inayokatwa kwa ajili ya kuni na kwa ajili ya matumizi ya mkaa ili kuhakikisha kwamba kila kaya inatumia nishati safi. Ameli, una nafasi ya kumalizia kuhusiana na nafasi yako kwa wanawake na matumizi ya nishati ikiwa ni siku ya wanawake duniani. Asante.
Kwa kumalizia kabisa kwamba mwanamke ni agent of change. Mwanamke ni kiongozi wa familia lakini pia wa jamii. Tukimwezesha mwanamke, tukampa uwezo binafsi na tukamuelimisha mwanamke, tukampa kila kitu kinachowezekana kwa ajili ya kubadilika kutoka kwenye nishati chafu kuja nishati safi, kama tulivyoelezea, uwepo wa nishati yenyewe, upatikanaji wake kwa bei rahisi, na uwezo wa kutambua kwamba uwezo wa kutambua kwamba uchaguzi wanaofanya katika kuchagua nishati safi na chafu unaathiri vipi afya za watoto wao na familia nzima na jamii kwa ujumla. Utamwezesha mwanamke kuweza kubadilisha ule mtazamo ama kuweza kushift kutoka kwenye nishati chafu kuelekea kwenye nishati safi. Shukrani sana Amelia Alfredi. Yeye ni mtaalamu wa afya ya mazingira pamoja na kwamba pia ni mhadhiri msaidizi Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi. Nimekuwa naye hapa tukiangazia siku ya wanawake, lakini pia tukiangazia swala zima la nishati safi ya kupikia na athari zake kwa jamii, lakini pia tukiangazia na nishati sio safi. Wengine wanasema nishati chafu, japo hiyo ndio imewakuza baadhi, tunasema walio wengi. Kwa nachelea kusema nishati chafu kwa sababu ya kwamba wengi pia wamepitia huko. Kwa ninaweza nikasema nishati sio safi ambayo imetumika kwa muda mrefu, na kama alivyosema kwamba ni 80% ya Watanzania wanatumia, na mkakati unasema kwamba 80% 2034 wawe wanatumia nishati safi ya kupika. Maana yake ni kwamba wale ambao wanatumia nishati hiyo ndo wageuke sasa waanze kutumia nishati ambayo ni safi. Yaani watoke kwenye ile 80% ya wanaotumia kwamba ndio nishati sio safi, na mkakati unasema 2034 tuwe na nishati ya watumiaji ya 80% ambao wameswitch kutoka kwenye nishati chafu kuja kwenye nishati. Kwa mkakati unahamisha kutoka huku kwenda huku, na naamini tutafika. Mwaka jana tumeona takwimu zilikuwa ni 20.3 kwa mujibu wa Katibu Mkuu Wizara ya Nishati Mhandisi Mramba, na hii ilikuwa ni Septemba. Lakini tumeona kwamba mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia kutoka Wizara ya Nishati Nolasco Mlei, yeye amesema kwamba kwa sasa Tanzania imefikia taasisi 1136 kati ya zaidi ya taasisi 30 ambazo zinazalisha watu zaidi ya 100 wanatumia nishati safi ya kupikia. Ingawa takwimu zinatuonyesha kwamba watu kwa mujibu wa watu zaidi ya 33 hupoteza maisha kila mwaka katika matumizi ama kutokana na matumizi ya nishati isiyo safi katika jamii. Kwa hiyo kwa siku hii ya mwanamke, mtazamaji, una nafasi ya kushiriki kuhakikisha kwamba kama ni baba unashiriki kuhakikisha mama anatumia nishati safi nyumbani. Inawezekana siwe mke, hata mama nyumbani, dada, maana tunapozungumza hili isiwekwe tu kwa nafasi ya kwamba lazima uwe na mke ndio uweze kuhudumia katika hivyo vitu. Hata mama nyumbani naye ana nafasi ya kutumia nishati safi kama ambavyo ungempa mwenza pale nyumbani. Kwa hiyo ndiyo dhamira kuu ya serikali kufikia 2030, 80% basi wawe wanatumia nishati safi. Nikutakie siku njema ya wanawake, lakini pia endelea kutumia nishati safi ya kupikia. Asante sana Amelia kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante, nashukuru. Asante sana mtazamaji, endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Ninaitwa Tobias Masalu. Bye bye. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Mwanamke jiamini.